kuna mpango ambao unaendelea kusukwa ili kuondoa serikali ya CCM madarakani pamoja na Samia Suluhu Hassan. Mpango huo unasemekana kwamba upo karibu kutamatika. Kumbuka kwamba asilimia kubwa ya Watanzania bado hawajaweza kuridhia matokeo ya kile ambacho serikali iliweza kuita uchaguzi wa mwaka uliopita. Wengi wa raia au raia wengi wanaeleza kwamba uchaguzi ule haukufanyika. Takwimu ambazo zilitolewa zilikinzana na idadi ambayo ilijitokeza kupiga kura. Karibu ni kuchanganulie hili tuweze kuelewa hili ambalo linazidi kupangwa. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription kwa hichi kituo chetu cha Tanzania News TV. Vile like video. Wakati mwingine nimegundua kwamba tunatazama kanda lakini tunakosa au tunasahau kulike video. Ukilike video utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Ninakuomba uweze kuangalia hapo. Huyu ni mwanaharakati mwenye anaitwa Mange Kimambi, kuniradhi. Mange Kimambi ameweza kuandika hivi, naomba tusome. The goal is Watanzania wapate haki na uwezo wa kuchagua madiwani wanaowataka, wabunge wanaowataka na rais wanayemtaka na chama wanachokitaka. Haya si maneno ya Bwana Ezra. Haya ni maneno ya mwanadada Mange, mwanaharakati mwenye amekuwa akimuomba rais wa Marekani usiku na mchana Donald Trump kuingilia kati kuwaokoa Watanzania kutoka kwa hii serikali ya Samia. Anasema hivi, lengo kubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba raia Mtanzania anapata haki na uwezo wa kuchagua kiongozi yeyote yule mwenye anataka, na wala sio kuchaguliwa viongozi na kikundi fulani kilicho madarakani. Watanzania waweze kupata uwezo wa kuchagua madiwani, wa kuwachagua wabunge wanaowataka, rais wanayemtaka na chama wanachokihitaji, sio kulazimishiwa. Najua tangia taifa letu la Tanzania lilipopata ukombozi, tangia Zanzibari na Tanganyika walipoungana, chama kimoja kimekuwa kikitawala, CCM. Wananchi au kipenda raia wameona kwamba CCM imefeli, kwa sababu endapo tungekuwa tunabadilisha viongozi wa vyama mbalimbali, angalau viongozi wangekuwa na jisatiti kufanya kazi. Sasa Mange akaendelea kusema hivi, we have to take the power away from a small group of people ambao wameiteka nchi kiasi kwamba wanatuchagulia viongozi
wanatuchagulia chama huku wenyewe wakiendelea kufilisi nchi. Mange anaeleza hivi, na haya ni maneno mazuri sana. Ikiwa ni Mtanzania mwenye unaitakia Tanzania yetu mema, lazima utaunga mkono haya ambayo Mange ameandika. Mange amesema kwamba ni lazima tuchukue mamlaka na uongozi kutoka kwa kikundi kichache cha watu ambao wameweza kuliteka taifa letu la Tanzania, kiasi kwamba wanatuchagulia viongozi, wanatuchagulia chama, huku wao wakiendelea kufilisi nchi. Unajua Kikwete ni mmoja wao. Kikwete wao ndio wanapanga ni nani ambaye atakuwa mbunge, nani ambaye atakuwa diwani, nani ambaye atakuwa waziri. Hao ndio wanapanga unyama huo kwa chama cha CCM. Na ndio maana huyu mwanadada Mange anaeleza hivi, ni lazima tuchukue uongozi kutoka kwa hichi kikundi cha watu wachache. Unajua mwenye anaendesha nchi ya Tanzania sio Samia. Mwenye ameshika usukani sio Samia. Mwenye ameshika usukani ni Kikwete. Ndio maana huyu anasema hivi, hichi kikundi ambacho kinajihisi kwamba kiko madarakani, akina Majaliwa, akina Philip Mpango, lazima kiondolewe madarakani ili wananchi waweze kukuwa na uhuru wa kuchagua viongozi wao. Kaendelea kusema, every move we make, every word we say should have the above as the goal. Yani, kila hatua ambayo tunaisonga na kila neno au tamko ambalo tunalitoa ni lazima litusogeze kutimiza haya ya kuchukua mamlaka kutoka kwa hichi kikundi cha watu wachache. Yaani kila tunachosema, kila tunachofanya lazima kitusaidie au kisaidie kurichi hiyo gola hapo juu. Kamalizia kusema hivi, we are very close, tusilegeze kamba. PS something is going to happen. Yani kuna kitu kikubwa ambacho kitaenda kutendeka. Kuna kitu ambacho kitaenda kutendeka. Na akasema maneno mazito, tuko karibu, tusilegeze kamba. Je, ni nini hichi ambacho kitaenda kutendeka? Kumbuka kwenye mataifa ambayo viongozi wao wamekuwa wakiwanyanyasa wananchi, viongozi wao wametumbuliwa madarakani. Uliona Madagascar, uliona Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, alinyakuliwa madarakani na Trump. Angalia Iran, mahala ambapo wananchi walikuwa wanaandamana majuzi tu, wananchi wakauawa. Trump aliingilia kati, Ayatollah hayupo, aliaga dunia. Mange ni miongoni mwa wanaharakati ambao wamekuwa wakisukuma Samia achukuliwe hatua kuhusu yale mauaji ya Oktoba 29. Kwa kile ambacho Mange anasema kwamba uchaguzi haukufanyika na wale ambao walipinga waliuawa. Na ndio maana unaona amekuwa akimuomba Trump kuingilia kati. Je, yaweze ikawa kwamba ombi la Mange kwa Trump
kwamba aweze kusaidia taifa la Tanzania kumwondoa Samia madarakani na chama cha CCM limekaribia kutimia, limekaribia kutekelezwa au vipi? Kwa sababu huyu mwanadada kipindi ambapo anasema kwamba tuko karibu, tusilegeze kamba, kuna jambo ambalo litaenda kutendeka. Na yeye amesema kwamba lengo ni kumwondoa Samia na chama chake ili wananchi wakuwe na uhuru wa kuchagua viongozi wake, ili udikteta uweze kuisha Tanzania, ili baadhi ya kikundi ambacho kinatuona ama kinajiona wao ndio wenye mamlaka kiachilie nchi. Wazo lako ni lipi kutokana na haya maneno ya Mange Kimambi?